amesikilizwa na mambo yanaenda hivyo. Kwingineko mchungu, nilikuwa napita kwenye mitandao nikakutana na kinachoendelea Kariakoo kuhusiana na ile ondosha ama kusafisha ile mitaa na chingalopo Kariakoo pale kuondolewa. Na sasa hivi naona wanaondolewa mpaka usiku. Sio tu ile mchana, vitu kama hivyo. Sasa uongozi wa wilaya Ilala bwana umeendeleza zoezi la kuondoa wafanyabiashara wadogo machinga katika njia za kuingia na kutoka kwenye soko Kariakoo jijini Dar es Salaam, ambapo operesheni hiyo imefanyika bwana hadi nyakati za usiku. Sasa yakitolewa maagizo ya serikali, mkuu wa wilaya Ilala bwana Edward Mpogolo amewataka wafanyabiashara hao kuacha njia hizo wazi na kuonya kwamba hatua kali zitachukuliwa kwa yoyote atakayekaidi agizo hilo. Na kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara hao wameomba serikali bwana kuharakisha ujenzi wa soko la Jangwani ili wapate eneo rasmi la kufanyia kazi. Imekuwa kiondolewa na moja kitu ambacho kina trend, ukipita kwenye mitandao hivi watu wanapiga picha namna mitaa ilivyokuwa misafi vile tofauti nayo ilivyokuwa awali na nini, watu wengi na nini, vitu kama hivyo, alafu wanaonyesha. Hebu tusikie kidogo hizo zilivyokuwa kiendelea. Ndugu zangu, biashara katika barabara ya Uhuru, biashara katika barabara ya Msimbazi haina mjadala. Tumeelewana? Yaani yeyote aliyekuwa anafanya biashara katika hizi barabara, hapana. Tuliwaambia mwenyekiti yuko wapi? Lusinde. Yuko hapa Lusinde. Tunaendelea kuangalia namna ya pangana huko ndani. Lakini sio biashara katika hizi barabara hapa. Tumeelewana? Zimewekezwa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa mwendo kasi, lakini pia ndio barabara ya watu. Unaona watu walivyokuwa wengi saizi hapa. Sasa ukifanya biashara, maana yake unawataka wao wote ambao wako kwenye maeneo haya wapite barabarani. Tumeelewana? Barabara hizi hazina mjadala. Tumeelewana ndugu zangu? Haya bana, ondoa hiyo. Umesikia halina Hamna ondoa, utaratibu. Utaratibu tutumie utaratibu. Utaratibu ndiko ufuatwe hivyo. Lakini unajua kama wenyewe pia kumekuwa na kuvutana Ipi? Wako wa biashara wengine wanaona kama wale jamaa wakiondoka wale. Kuna wengine hawali. Walikuwa wanategemea wale wa mbele pale wachukue bidhaa kutoka huku. Hilo lipo. Lakini utaratibu kama ulivyosema wewe, utaratibu ni kweli. Utaratibu ulishatolewa kwamba bwana ile mitaa ipitike. Sasa mimi cha kufanya, umesikia hapa mtaji wa Lusinde, huyu ni yule kiongozi wa machinga. Ndio. Tatafuta tupige nao story kwenye mambo yetu kule, afu nitakupigia picha na kuwekea kwenye mitandao kule uone sasa hivi hali ikoje sasa. Yani Kariakoo ile baada ya ili zoezi. Tafanya harakati ndugu yangu uweze kuiona vizuri hiyo ili mambo yakae sawa, si ndio bwana? Kabisa. Haya, tunaona maoni yako kupitia namba yetu ambayo ni 0683802966, lakini pia kwa wale rafiki zetu ambao umetuandikia hapa kwenye ukurasa wetu wa YouTube nitakuwa nikisoma, na kwenye Lenzi pia nitakuja kupokea ujumbe wako hapa na simu yako vile kuhusiana na mengi ambayo tumeyazungumza. Tuandikia hapo kupitia 0683802966 na mimi nitasoma vizuri kabisa ujumbe wako. Bwana, niliona pia mchungaji wa shirika la Kijitunyama kanisa la Kiinjili la Kiruteli Tanzania, Dr. Ilona Kimaro, yeye amesema kwamba uanzishwaji wa miradi ya familia, sawa bwana, ni njia muhimu ya kuondoa vijana mitaani na kupunguza changamoto ya ajira kwa wahitimu wanaomaliza masomo kila mwaka. Sawa bwana, huku yeye bwana akipongeza vile ambavyo serikali imekuwa ikifanya mikakati mbalimbali kuhakikisha vijana mambo yanakuwa sawa. Kasema familia. Kasema namuuliza pia mchungu uwepo wa miradi mbalimbali sio ya kifamilia kuhusiana na vijana kwa dunia ya kisasa na utendaji wa mambo kama hayo, kunaweza kukawa ni sehemu ya kuzidi kuweka vijana zaidi kwenye masuala ya ajira. Yes kabisa. Unajua kuwa na vijana wengi sio hoja. Namna gani vijana hao wanaweza wakatumika kuweza kuwa productive. Sasa mikakati ya miradi ya serikali, mikakati ya kuwawezesha vijana, mikakati ya kuhakikisha kwamba vijana wanafanya empowership
ni mkakati wa kuweza kuwainua. Sasa kuwainua inaweza ikaanzia kwenye ngazi ya serikali kama vile ambavyo tulivyosikia hizo bilioni 2 za content creator. Ni mkakati wa kuweza kuwainua vijana. Bilioni 200 kwa ajili ya vijana walemavu na wanawake, ni mkakati wa kuweza kuwainua vijana. Kwa sasa hata hoja ambayo iko nazungumzia hoja ya miradi ya familia, nao ni hoja msingi kuhakikisha kwamba pale mlipo kwenye familia mnaweza kuja na mradi gani ambao unaweza kuwa sehemu ya msingi kuweza kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja, kipato cha vijana, kizidi sana kipato cha taifa. Kwa hiyo miradi ya serikali, miradi ya familia ni sehemu ya msingi hata kuinua ustawi, kwa sababu ustawi wa taifa haujengwi na serikali peke yake, unajengwa na mtu mmoja mmoja, kuanzia familia, jamii, taifa. Mwisho wa siku